Katika nyumba ya Muislamu pana familia, bimaana pana mume, pana mke. Lakini ndani ya mke na mume pana mashemeji. Kuna mashemeji wa mwanamke na kuna mashemeji kwa upande wa mwanamume, bimaana ni kaka wa mume na huku kuna dada wa mume. Na katika pati ya pili kuna mabinamu. Mabinamu tukimaanisha ni watoto wa kiume wa mjomba na watoto wa kiume wa shangazi. Vipi watu hawa wanaweza wakaishi katika muamala mzuri na kufuata sheria katika ndoa hiyo? Nitatanguliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yanasema baada bismillahirrahmanirrahim, inna ja'alna ma'ala al-ardi zinataha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Hakika tumevifanya vilivyopo katika ardhi kuwa ni pambo lake, ili kumjaribu ni nani kati yenu mwenye matendo mazuri. Sasa tunairejea ile nyumba ya Muislamu. Kuna maisha ambayo wanatakiwa kuishi wale wanandoa na kuna mipaka ambayo inatakiwa kuwekwa kati ya wanandoa na hawa watu wawili, makundi mawili niliyosema, yaani dada wa mke na kaka wa mume, na huku kuna watoto wa mjomba na watoto wa shangazi ambao hawa ni watoto wa kiume. Tukirudi katika sheria, shemeji yaani kaka wa mume, mke hawezi kumuita shemeji mume hata kama mume wake hana uwezo wa kifedha wa kuhudumia ile nyumba. Mathalan, kaka mtu au mdogo mtu anamsaidia ndugu yake mwenye mke katika kulea familia, bimaana anawasaidia chakula, labda baadhi ya mavazi. Sasa huyu mke hawezi akatumia kule kusema kwa sababu huyu ni shemeji yangu basi akampa jina la kumuita mume. Cheo cha mume ni cha kipekee yake sana, mpaka mtu anaitwa mume bimaana ameshatimiza vigezo na masharti vya kuitwa mume. Hakuna mtu yeyote mwingine anaweza kuitwa mume. Bimaana mke hawezi kuwa na wanaume wawili wote akawaita mume. Cheo cha shemeji kitabaki kuwa ni cheo cha shemeji na mipaka yake na sheria zake, na cheo cha kuita mume kitabakia kuwa ni mume kwa sharti na sheria zake. Kinachosababisha kuitwa mume ni ule muunganiko wa watu wawili na usiri wao, pale ni mke na mume. Tofauti na hapo, yule anakuwa ni nani? Ni shemeji. Ana mipaka yake katika kuishi naye. Kuna mipaka katika mazungumzo, katika mambo yote yanayotendeka katika mji ule. Hali kadhalika kwa dada wa mke, haijalishi anafanya majukumu mangapi katika mji wa mume, awe anafanya usafi wa nyumba, anasaidia kazi zote za nyumba, mume hana haki ya kuita mke wangu, kwa sababu hana cheo na wadhifa wa kuitwa mke. Mke ni katika daraja la juu sana na mume ni katika daraja la juu sana. Huwezi ukamuita dada wa mke wako mke au mdogo wa mke wako mke. Hivi ni vitu ambavyo haviruhusiwi kisheria, kwa sababu watu hawa wana uwezo wa kuoana. Kwa hiyo kadri mtakavyoitana yale majina, mtaleta connection na nafsi zenye tamaa na kujikuta kuingia katika ile hali ya kuitwa mume ukajihisi ni mume kweli, au ukaingia katika ile hali ya kuitwa mke ukajihisi wewe ni mke kweli, na ukaingia katika zile tamaa, na matokeo yake ndoa ile ikawa katika hali ya sintofahamu na kukosa heshima, na wakati mwingine pia kuleta hali za hisia zisizokuwa na maana.